Moja kwa moja kutoka katika viwanja vya maonyesho ya 50 ya kimataifa ya Sabasaba. Mimi ni John Matias. Wakati huu tupo katika banda la Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini ndani yake kuna mradi wa startup ambao hasa unawakusanya vijana chipukizi wenye miradi tofauti. Sasa mimi si mzungumzaji lakini ndani ya startup kuna miradi tofauti. Moja kwa moja tunazungumza hapa na kijana, yeye atatuambia mradi wake unahusu nini. Majina yangu naitwa Innocent Alfredi. Sisi tunashughulika na bajaji za umeme, tunauza bajaji za umeme. Tuna kampuni ambayo inauza bajaji za umeme na inakopesha bajaji za umeme, inaitwa TRI. Ndo mimi nashughulika hapa. Yes, kama unavyoziona hii bajaji ndo tunashughulika na bajaji kama hizi. Inaundwa kwa material gani hii bajaji? Hii inaundwa kwa material ya nje, tunatuma material nje, then sisi material yapi kwanza? Material tunayotengenezea ni material tu ya kawaida ya kama bajaji zingine ambazo zinavyotengeneza. Kwa hiyo sisi tunatumia hayo, tunatuma material nje, wanatutengenezea, wanatuletea sisi hapa, tuna assemble, then tunasambaza kwenye kwa wateja na kwenye mabranch ambayo tuko na partners nao. Bajaji hizi zinatumia nishati gani? Bajaji hizi zinatumia nishati ya umeme peke yake, ni umeme 100% na hazina nani nyingine, ni umeme tu peke yake natumia. Gharama zikoje? Gharama yake kwa sasa hivi ina milioni 10.8 kulingana na hali ilivyo, lakini pia sasa hivi tumepunguza kwa sababu kuna kipindi ilipanda na sasa hivi imeshuka. Sawa. Kwa kiasi gani serikali inawashika mkono kuhakikisha nyie vijana wenye bunifu zenu zinakuwa kwa kiasi kikubwa? Kwa kweli tunashukuru sana serikali kwa sababu sasa hivi imetushika mkono sana, na mpaka sasa tuko vizuri na serikali, na kuna oda ambazo tayari wameshatupa, tunaziandaa, then tukishazikamilisha basi watu wataziona zinaenda mpaka mikoani na watazisambaza mikoa yote. Baada ya kusikia vijana ambao wamejikita kwenye mradi wa bajaji, sasa moja kwa moja tunaungana na vijana wengine ambao nao wamejikita kwenye mradi wao. Watatuambia ni mradi gani wa kibunifu ambao mambo vipi? Naitwa nani na tuambie cheo chako na hapa mnahusika na kitu gani? Mimi kwa majina yangu naitwa Nuru Lema, mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa Yanacop, na sisi ni wabunifu kwa upande wa kiteknolojia. Tunatoa huduma tofauti za tehama ambazo zinawasaidia wajasiriamali wadogo, wakati hata wale ambao wameshakuwa wakubwa kuweza kutoka kwenye mfumo wa kawaida au mfumo wa analog kwenda kwenye mfumo wa kidigitali. Kwa huduma tunazozitoa kwa kuanzia kabisa, tunawasaidia wale wajasiriamali ambao bado hawajaenda ulimwenguni kwa kusajili tovuti au kikokotoo na kuwapatia email au zile address ambazo zinakuwa za biashara zao. Vile kwa wale ambao wanafanya biashara ya kila siku, tuna mifumo ambayo inawasaidia wao kuweza kutunza kumbukumbu, kufanya mauzo, lakini zinawasaidia pia kupiga mahesabu kama mfanya biashara amepata faida au amepoteza. Kwa nini mliamua kuwa na huu mradi? Sisi kama startup au rather kama wale ambao bado ni wachanga, tuliona kuna nafasi ya kuwasaidia wenzetu ambao wapo kwenye level hiyo. Kwa hiyo vile Watanzania wengi ambao wanafanya biashara wanaamini kwenye soko la Tanzania peke yake, lakini soko liko na nje ya nchi ya Tanzania. Kwa kiasi gani huu mradi umekuwa na faida kubwa kwenu? Kiukweli watu wamepata kutujua, wametuona, na vile imani inakuwa kulingana na location tuliyopo. Tupo kwenye banda la wizara. Kama wizara imeweza kutuamini, manake hata mteja anapokuja ni rahisi sisi kuaminika pia. Bali na hapa, ina maana tangu mradi uanze mmewahudumia watu? Mpaka sasa hivi tuna zaidi ya watu 190 wafanyabiashara ambao tumeshawahudumia. Unapatikanaje? Sisi tupo Dar es Salaam, tupo pia Zanzibar. Kwa hapa Dar es Salaam tunapatikana Sinza A, mtaa wa Mori, nyumba namba 12, na kule Zanzibar tunapatikana Mbweni Matrekta, nyumba namba 23. Baada ya kusikia vijana hao kutoka miradi tofauti, tulianza na umeme, tukaja mradi mwingine, lakini sasa tuko katika mradi mwingine kwa kijana hapa. Atatuambia yeye kwenye mradi wao anashughulika na kitu gani. Mambo vipi? Safi tu. Tuambie unaitwa nani na cheo chako kwenye mradi wetu? Mimi naitwa Elisha Kato,
ni mbunifu kutoka kampuni au startup inaitwa Swaenergy, ambayo Swaenergy sisi ni wabunifu katika sekta ya nishati, ambao kwenye sekta ya nishati tumebuni mita janja za umeme, lakini pia application ambayo inamwezesha mtumiaji wa umeme, cha kwanza kununua umeme kutoka sehemu yoyote atakapokuwepo duniani na umeme ukaingia nyumbani bila haja ya kuingiza token. Lakini cha pili, inamwezesha mtumiaji wa umeme kufuatilia matumizi yake ya umeme ya kila siku, kila wiki, kila mwezi, kwa kuongeza uwazi katika uratibu wa matumizi ya umeme. Faida yake ni nini? Faida ya kwanza, nilivyosema, uwazi wa matumizi ya umeme ya mtumiaji. Uwazi unamsaidia mtumiaji kujua ni vitu gani afanye ili kupunguza upotevu wa umeme nyumbani kwake, ni vifaa gani vina matumizi mabaya ya umeme nyumbani kwake ili avirekebishe au avibadilishe. Lakini pia urahisishwaji wa malipo ya umeme, kwamba kupitia application yako ya simu ya mkononi, popote utakapokuwepo duniani, una uwezo wa kununua umeme na umeme ukaingia nyumbani. Kwa sapoti ya serikali na wizara, tunaamini mfumo wetu utafika kwa watumiaji wote na Watanzania wote wataanza kunufaika. Kuna vijana ambao hawachangamkii fursa kama ikuwa na miradi ambayo ya kibunifu ambayo inaweza ikawasaidia. Hem, zungumza nao. Vijana tusiogope. Changamoto za Tanzania zipo kwa ajili yetu sisi vijana kuzitatua. Tukizitatua changamoto, tuwafate wadau mbalimbali wa serikali na wa sekta binafsi, wapo tayari kutusaidia, kutusapoti. Sawa. Bwana, vijana wamekuja na mradi mkubwa wa mita janja, kwamba popote unapokuwa duniani unaweza kununua umeme na si mpaka usubiri token zitoke uingize, unahangaika. Vijana wakaona changamoto, palipo na changamoto ndipo pana fursa, wakaamua kuja na mradi huu. Wewe kijana, popote ulipo, hakikisha unachangamkia mradi wa kibunifu ambao utakuwa sehemu muhimu kabisa. Nikwambia, ukifika Sabasaba usikose kufika katika banda la Wizara ya Viwanda na Biashara, ambapo ndipo kuna mradi huu wa startup ambao unanuia kuikuza zaidi miradi iliyokuwa chipukizi. Mimi ni John Matias, tukutane wakati mwingine.